Bado tuko nchini Kenya kwenye mashindano ya East Africa na sasa tumekutana na kocha wa timu ya maveterani kutoka Tanzania. Kocha, mambo vipi? Ase safi tu, mambo vipi? Fresh kabisa. Umeonaje hali ya Kenya? Hali ya Kenya, hali ya hewa nzuri, baridi baridi kidogo, hamna joto, jua sio kali sana. Kiujumla hali ya hewa nzuri. Unazungumziaje mashindano kiujumla kama ukiwa ni mkufunzi? Kwanza mashindano yamefanyika kwa siku chache, ila yamefana. Kwamba kuna timu za kike na timu za kiume. Timu za kike zimeleta ushindani na timu za kiume pia zinaonyesha ushindani. Kwa kiujumla mashindano yamekuwa mazuri kabisa. Ni kitu gani ambacho kama wewe mkufunzi unakiona kinatukwamisha kama Watanzania tusifike kwenye hatua ya fainali? Kwa sababu tumeshuhudia sasa hivi tunaenda kushuhudia fainali kati ya timu zote mbili ambazo zinatoka nchini Uganda. Mimi kama kochi na kama mkufunzi na kama Mtanzania mwenye mapenzi mema na michezo, kitu ambacho nimekigundua, sisi wachezaji wetu sio kama hawana talent. Wachezaji wetu wana talent, wana vipaji vya hali ya juu. Shida moja, ligi za muendelezo katika nchi yetu hakuna. Yaani netball mfano netball chama cha netball Tanzania cha NETA kinasimamia klabu bingwa na kinasimamia ligi daraja la pili. Lakini hizi ligi zinachezwa kwa muda wa wiki moja tu au siku 10, zikizidi sana siku 12. Alafu tunakutana tena mwakani. Hauwezi kuwapata wachezaji wawe physical, wawe fit. Hicho hapa walichokuwa wanatushinda sisi physical tu. Unaona wenzetu wako physical, wenzetu wana akili za haraka za mchezo kwa sababu wanacheza kila siku mara kwa mara, na wana ligi ndefu. Sisi shida wachezaji wetu wana talent ila hawachezi. Kwa hiyo sisi tukikutana wenyewe kwa wenyewe unaweza kuona kama tunajua. Sasa tumekutana, lakini tukutana na wale ambao wana muendelezo wa ligi, wako fiziki, akili, wana machua hapa, sisi lazima tufungwe. Ndio maana unaona leo tunakuja hapa Uganda, kuna ligi ambayo inachezwa muda mrefu za netball. Kenya pia kuna ligi wenzetu wanacheza muda mrefu za netball. Sisi hatuna ligi za muendelezo wa netball. Hicho ndio kinaleta tabu. Na kingine ambacho nimekiona, tuanze mashuleni kutafuta vipaji chini hapa na tuanzishe ligi pia chini hapa. Kiufupi mimi ni mwenyekiti wa chama cha netball mkoa wa Dar es Salaam cha NEDA. Na kwenda kuanzisha ligi ya netball ya mkoa wa Dar es Salaam ambayo itaiendesha kama kwa miezi 6 hivi. Hiyo nafikiri itaanza kutoa vipaji na itatoa wachezaji wazuri. Tuombe Mungu mwakani tutapata wachezaji wazuri na tutashindana, na naamini kwa kile ambacho naenda kukianzisha tutafika. Ukiwa kama mwalimu nadhani ugumu uko sehemu gani kwenye kama tumeshuhudia nchi kama Kenya, Uganda, wao wana uwezo wa kuandaa vijana tangia wakiwa wadogo na ndio tumewaona kwa asilimia kubwa wanashindana kwenye haya mashindano. Lakini kwa Tanzania ugumu unakopo uko wapi? Kwa sababu ukiangalia wachezaji wengi ambao wako hapa ni national team material, lakini bado wakiwa wanacheza na hao vijana kutoka shule mbalimbali za Uganda, bado tunaona kuna changamoto kubwa. Kwanza facilitate miundombinu ya kwetu ya michezo imekaa ovyo sana. Mfano hapa tupo Kenya hapa, hiki kiwanja ambacho tuko ni cha Ulinzi Sports Academy cha jeshi. Hapa tunavyoongea sasa hivi wao ndio wanaongoza kwa kukuza vipaji. Yaani ni kama academy. Hapa kuna michezo yote. Sasa hivi nikiongea na wewe pale kuna kiwanja cha basket cha nje ambao pale kuna kiwanja cha volleyball, handball, huko kuna swimming pool ambao kuna wana indoor. Hapa kwao, alafu wana viwanja nje vya mpira wa miguu vya kujifunzia vipo kama 3, alafu wana kiwanja cha kuchezea mashindano ambayo ni kabisa, unaiona kabisa mwenyewe international kabisa. Kwa hiyo hilo ndio tatizo kubwa, na serikali ikiweka mkazo. Mfano sasa hivi tuna waziri wetu Mheshimiwa Makonda anapenda michezo, na nimemgundua ni mtu ambaye anapenda michezo, alafu anapenda kuona michezo yote na inafikia kiwango kile ambacho anakitaka. Tofauti na zamani wa mawaziri wengine walikuwa wana support football tu, lakini kila anavyomsikia anatasupport ngumi, anataka mchezo wa netball ukue, anataka mchezo wa volleyball ukue. Anasema hadi sisi wanene anasema hakuna mchezo ambao tunaweza tukauanzisha utokee tu. Kwa hiyo ni waziri ambaye anapenda michezo. Kwa mimi na imani naye. Mimi nikiwa kama kocha wa maveterani na huu ni mwaka wa 3 sisi tunachukua ubingwa. Tumechukua ubingwa Dar es Salaam, tumeenda kuchukua ubingwa Zanzibar, tumechukua ubingwa sasa hivi Kenya. Kwa hiyo tumechukua kabisa ile kombe moja kwa moja. Na ile kombe ni zawadi kwa Mama Samia, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu yeye ndio mshabiki namba 1
wa michezo Tanzania. Pili ni zawadi pia kwa waziri wetu Makonda na Watanzania wote. Kwa hiyo sisi tunasema asante, tunawashukuru na tunawapelekea ile kombe. Na mkuu wa mkoa wetu wa Dar es Salaam Chalamila anapenda michezo na mkewe pia ni mchezaji wetu wa maveterani. Kwa hiyo ni waombe wajitokeze watu wengine wenye nia dhati ya kutusaidia maveterani pale ambapo tunaomba msaada, ndio tukacheze, kwa sababu sisi ndio tunarudi na kombe mara kwa mara. Kwa hiyo niwaombe, kwanza niwashukuru wadhamini ambao wametudhamini, wale mmoja ambao wametudhamini, wamehakikisha safari yetu sisi tumeweza kufika hapa na kurudi, hao nawashukuru, lakini pia wajitokeze wengine, tutaenda kuwaomba, tukiwaomba wasituache. Kocha, hongera sana kwa kuwa mabingwa mara 3 mfululizo, na natumaini msimu ujao pia ili kombe mtalitetea tena mara ya 4 mfululizo. Hongera sana. Asante, sija tutalitetea. Sasa hivi tumewafunga wa Kenya wenyewe uwanjani kwao, na nafikiri kama ulikuwa umeona walikuwa wanashangilia uwanja mzima, wakafika sehemu wakanyamaza, sababu wachezaji wamepiga kazi sana. Kwa Tanzania mtupokee tu, tunawashukuru sana. Shukrani sana. Asante sana.